tunamwanza bwana Omari 140 kwa kitabu changu mimi, lakini vitabu vinatofautiana Sasa hatuendi sambamba kwenye kurasa. Tarikhul Khulafa hiyo. Nani ameweka kumbukumbu ya tarehe tulioanza kitabu hichi? Nani anakumbuka tulianza tarehe gani? Mzee, si ulichelewa kupata kitabu wewe? Kwa hivyo huwezi kuwa nayo kumbukumbu wewe. Nani anaikumbuka tarehe tulioanza? 18 mwezi wa 8 mwaka 2020 na so 25 24 sasa. Kwa hivyo imetuchukua kwa sababu tulisoma utangulizi na nini na nini 14 mwezi wa 8 18 mwezi wa 8 tulianza. 18 mwezi wa 8 mwaka jana 2024. Ndio kwanza tumemaliza habari za nani? Za Abubakar, lakini imetuchukua na utangulizi na nini Huu ni mwezi wa ngapi? Wa 4, miezi mitatu hii na ile miwili, miezi mitano tumekwenda kama itakuwa ni sawa. Yaani tumefunga hapo katikati, kuna mambo ya Eid na nini imeathiri. Haya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi kama sallaita ala Ibrahim wa alihi wa barik ala Muhammadin wa alihi kama barakta ala Ibrahim wa alihi innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea na darasa zetu katika leo tuko katika Tarikhul Khulafa, historia ya makhalifa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal khulafa ar-rashiduna. Na leo tunamwanza khalifa wa pili, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Huyu ni khalifa wa pili baada ya Abu Bakar radhiyallahu anhu, anakuja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kwa zile khutba za zamani za Ijumaa zinataja makhalifa kwa mtiririko, utaona kisha kutajwa Abu Bakr as-Siddiq at-Taqi, alafu wa Umar al-Faruqi naqi Dhinnurain az-Zaki na mambo kama hayo. Huyu chini amemwekea hapo brackets 13 Hijria mpaka 20 na ngapi? 22 Hijria, si ndio? Au 23 naye? 13 mpaka 23 Kwa hivyo ni miaka 10 kamili kwa mujibu wa dondoo yake huyu. Anasema ni miaka 10 aliyotawala Umar ibn Khattab kutoka mwaka wa 13 Hijria mpaka mwaka wa 23 Hijria. Hivyo ndivyo alipoandika yeye. Kwa hivyo Umar katawala miaka 10 kamili kwa mujibu wa hesabu hii na ndo siku hizi inakuwa mara nyingi marais wa nchi zetu anakwenda kwa miaka 10 kipindi cha miaka 5 ya mwanzo, alafu akichaguliwa tena, na ndo aghlabu inakuwa hivyo anakwenda. Kwa hivyo wastani huu nao kwa mujibu wa Suyuti kaweka Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, then tangu alipotawala mpaka alipofariki. Sio swala la mwaka aliozaliwa hii anazungumzia ule ukhalifa wake. Mambo mengine ataelezwa kwa mbele. Umar ibn Khattab bin Nufaili bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Qurt bin Sarah bin Adi bin Ka'bi bin Lu'ay Amir al-Mu'minin Abu Habs al-Qurashi al-Adawi al-Faruq.
kaitaja nasaba yake, lakini hajaitaja kwa urefu wote. Kachukulia kwa pale anapoungana na nasaba ya mtume pametosha. Sasa unakuta hizi nasaba zote hizi za Makuraishi baadaye zinakuja zinaungana zile, kwa sababu Makuraishi ni koo 12 tu, na zote zimetoka kwa Ismail mpaka kwa Ibrahimu alayhi ila Ismaila nisbatu wa muntamahu ila al-Khalil Ibrahima amsaka anhu shari'u wa bahu. Kwa hivyo na mtume naye nasaba yake inakuja na ungapo. Kwa hivyo huyu ni Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Qurt bin Zarah bin Adi bin Ka'b. Unaona ikiingia kwenye bin Ka'b inaunga pale tena kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ismuhu Shaybatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Wenye mambo yao wanaisoma kwa ghibu yote hiyo Nyie kule mnahifadhi maulidi, mnahifadhishwa? Kuna mmoja kahifadhi maulidi yote. Ukimuuliza juzuu moja ya Qur'ani hana kichwani. Lakini maulidi yote anayo mwanzo mpaka mwisho, mpaka Allahumma ya basita. Mpaka wasalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ana yote kwa nukta na irabu na kila kitu. Haya bwana. Kwa hivyo bin Nufaili bin Abdul Uzza, bin Riyah bin Qurt bin Zarah bin Adi, hapo sasa bin Ka'b bin Lu'ay, alafu itakwenda basi bin Fihri bin Nadhar, tena huko haikusemwa Amirul Mu'minina, mama kamanda wa waumini wote, Abu Hafs. Mama ni Ummul Mu'minuna, ni bibi Aisha Amirul Mu'minina, kamanda wa Uislamu, Abu Hafs, baba Hafs al-Qurashi, Mquraishi al-Adawi, mwenye ukoo wa Adawi al-Faruq, ambaye anajulikana kwa jina la al-Faruqi, yani mpambanuzi. Hayo ndo majina yake. Ukitaka watu wa Kenya hasa kule Nairobi wakitaka kukuuliza, hawakuulizi jina lako nani, wanakuambia kwa majina unaitwa nani. Kwa sababu ukitaja jina moja tu kwao inakuwa kama haitoshelezi. Si unataja jina lako la baba yako pengine na babu yako. Kwa hivyo haliwi jina moja. Sasa ukiulizwa jina lako nani, utasema Salum Sabah Mbaruk. Wanamuulizwa majina matatu, usiulizwe jina lako, sema Salum, ngome imekwisha. Sasa wao wanakuuliza kwa majina unaitwa nani? Unayataja matatu. Wewe jina lako nani unataja moja tu. Kwa majina unaitwa nani? Ndio akasema Umar bin Khattab bin Nufail bin Ibn, anakwenda nayo Aslama fi sanati sadisati minan nubuwa, alislimu katika mwaka wa 6 tangu utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa utume akiwa ana miaka 40. Miaka 6 ikapita ndio Umar bin Khattab akaslimu. Kwa wakati Umar bin Khattab anaslimu, mtume sallallahu alaihi wasallam ana miaka 46. Tumefahamiana? Kwa hivyo imepita miaka 6, si katika wale waislamu wa mwanzo kabisa, lakini si katika waliochelewa hata hivyo. Kwa sababu Mtume sallam akakaa pale Maka kwa miaka 10 baada ya kupewa utume. Kwa hivyo miaka 4 baada hapo ndio ikatokea hijra. Ni 13. Alikaa 13. Kwa baada ya miaka 7 ndio ikatokea hijra. Kwa hivyo kawahi kubaki Maka kwa miaka 7 kabla hijra. Kwa hivyo alislimu mwaka wa 16 baada ya utume. Walahu, na akiwa na umri 27 sanata, miaka 27. Qala Adh-Dhahabi, maneno akasema Adh-Dhahabi, akiwa na miaka 27 ameslimu. Kwa hivyo wakati huo ikiwa mtume salamu ana miaka 46 na yeye ana 27, amemzidi kwa miaka mingapi? 19. Si ndio? Au vipi? Hamjapiga hesabu haraka haraka? 21. Mtume sallallahu alikuwa na miaka 46 wakati huo, na Umar al-Khattab ana miaka 27. Ni 19 nao, au vipi? Hamjafanya hesabu bado tu? 19. Unanipeleka Mombasa bwana wewe, vitotoroni huko miaka 19. Kama kamzidi kwa miaka 19,
manake anamzaa. Na hasa kwa maisha ya zamani yale anakuwa mwanawe. Umar ni mdogo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala an-Nawawi, na akasema Imam Nawawi, wulida Umaru, amezaliwa Umaru. Nawawi anaposema sasa, yale ni maneno aliyosema Dhahabi. Ananukua watu wawili tofauti. Na Dhahabi kama mtamkumbuka, tumesoma kitabu chake hapa nini, Al-Kaba'ir cha Dhahabi, na ana kitabu kingine Mizanul I'tidali na nini, ni mmoja katika wahakiki wakubwa. Waqala an-Nawawi, na akasema Nawawi sasa, wulida Umaru, amezaliwa Umaru baada al-fili, baada ya mwaka wa tembo, au tuseme mwaka wa ndovu kwa wale ambao wataki kutumia neno tembo, kwa wale linaleta maana tofauti. Mwaka wa ndovu bi 13 sana, kwa miaka 13. Kwa hivyo Nawawi anatoa takwimu tofauti kidogo na hao wengine. Manake Mtume sallallahu atakuwa kamzidi kwa miaka 13, sio 19, kwa maelezo ya nani, ya Nawawi, kwa sababu mwaka wa ndovu ndio mwaka aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ulida amal fili. Kwa hivyo hizo kauli mbili, ama uchukue kauli ya Dhahabi au uchukue kauli ya nani, ya Nawawi. Tumefahamiana Wakana, na alikuwa min ashrafi Quraish, katika watukufu wa Makuraishi, yani mtu anayeheshimiwa na mwenye hadhi. Wa ilayhi kanati as-sifaratu, na kwake ilikuwa ubalozi fil jahiliyati, katika zama za kijinga. Sifara kwa sin yenye kisra, ubalozi yani mambo ya nje. Ndio mpaka leo kwenye lugha ya Kiarabu balozi wa nchi katika nchi nyingine anaitwa safiri, kwa sin, sio kwa swade. Ukiweka safir inakuwa ni firimbi au kipenga. Usifara itakuwa ni tofauti na sifara, inatokana na safari hiyo, kusafiri, lakini ndio inakuja pale sifara, ubalozi, kwa maana kwamba anatumwa kwenda nchi za kigeni kwenda kuwakilisha vikao na mikutano inayohusu Makuraishi wa Maka, au anapokuja wageni anahusika katika kuwapokea katika mambo ya itifaki na kukaa nao. Kwa hivyo anahusishwa na mambo ya nje ya Maka, lakini kwa niaba ya nini, ya Maka. Ndio sifara, tunaita ubalozi. Msije mkafananisha nyinyi watu wazima ubalozi ule wa nyumba 10 hapa Amaro, unakumbuka ule? Mpaka leo upo, umepungua sana. Nyinyi hapa sio kwa maana ubalozi wenu hapa karibu. Ndio zamani kulikuwa kuna ubalozi wa nyumba 10. Hatuzungumzii ubalozi wa nyumba 10. Tunazungumzia ubalozi kwa maana ya embassy. Yule anakuwa anaitwa ambassador, Kwa hivyo kanati sifaratu bil jahiliyati, kwake kulikuwa kuna ubalozi zama zile za ujinga, wakati bado Uislamu haujatawala. Fakanat Quraishu, basi walikuwa Makuraishi, idha waqa'atil harbu, pakitokea vita bainahum, baina yao, au bainahum wa baina ghairihim, au baina yao na baina watu wengine, yani vita vya wenyewe kwa wenyewe au vita vya wao na wageni. Ba'athuhum, tuma, safiran, kwa balozi, ay rasulan, kwa maana mjumbe. Wa idha nafarahum munafirun, na atakapowatimua mtimuaji, au atakapowahamasisha muhamasishaji, au fakharahum mufakhirun, au akafakharishana nao mwenye kutaka fakhari. Ba'athuhum, tuma, munafiran, kwa naye ni mtimuaji, au mufakhiran, au mwenye kujifakharisha. Hii maana yake nini? Maana yake anaweza kutokea mtu akataka kutamba dhidi ya wale Makuraishi, kwamba sisi ni bora kuliko nyinyi, sisi hivi. Kwa hiyo na wao wanapeleka mtetezi wao, wasema na sisi bora kuliko nyinyi, sisi hivi, na yeye anatumika. Au wakati mwingine kuhamasisha watu waingie kwenye jambo. Kwa hivyo akitakiwa mhamasishaji, na yeye anapelekwa kufanya kazi ya kuhamasisha. Hizo zilikuwa ni kazi zake. Ikiwa kuna haja ya kuhamasisha vita, falaula nafara min kulli firqatin, kutimua, manake watu waamke, waingie kwenye mapambano,
Ni hamasa hizo za kitaifa, wakati mwingine za vita, wakati mwingine za kazi tu. Sisi hapa watoto wadogo, lakini mwaka 71 sisi pia tulikuwa wadogo, lakini palianzishwa kitu kinaitwa kilimo cha kufa na kupona. Sijui kama unakumbuka mzee. Ilifanywa hamasa kubwa sana hapa ya kilimo Tanzania nzima, kilimo cha kufa na kupona. Maana kufa na kupona tulime, lazima tulime kwa wingi, tuwe na chakula cha kutosha. Inaitwa kilimo cha kufa na kilimo cha kufa na kupona, ndio ngao yetu ya kupambana na balaa la nini, la njaa. Sasa wale ndio wanaitwa wahamasishaji, wale wanafanya kazi ya kuhamasisha taifa katika jambo fulani, ikiwa ni vita, ikiwa ni kupambana, ikiwa ni kazi, ikiwa ni nini. Yalipoingia magonjwa ukimwi, watu walikuwa nao wametunga manyimbo ya kuambia, kama yule alisema mgeni huyu balaa, mgeni kaingia balaa, tutahadhari. Zote wale wanakuwa ndio wahamasishaji. Kwa hivyo hizo Omar inaonekana alikuwa bingwa naye. Mgeni huyu balaa. Kaika mgeni si wa zamani sana, lakini kawa balaa, anapora watu tu. Yule mzee mwenye alisema sukari imeingia sumu. Haya bwana. Kwa hizo kama hivyo ndio mambo yake yalikuwa. Wa aslama qadiman, na alislimu zamani, baada 40 rajulan, baada ya watu 40 kuslimu. Wa 11 mraatan, wanaume 40 na wanawake 11. Yeye akaingia hapo kwa naye akaslimu. Wakati huo tayari Uislamu ushakuwa na wanaume 40 na wanawake 11. Kwa hivyo mapema. Waqila, na pia imesemwa baada 39 rajulan, baada ya watu 39 yeye akawa 40. Wa 23 mraa, na wanawake 23. Kwa hivyo kuna namba zinatofautiana kidogo juu ya kwamba alikuwa mtu wangapi katika orodha ya watu walioslimu mwanzo, lakini bado unampata katika makundi ya mwanzo kama ulivyoona kule juu. Kulikuwa kuna kauli mbili ya Dhahabi na ya nani, ya Nawawi. Kwa hivyo katika historia wakati mwingine tarikhi inatokea hivyo, kwa mwingine kahakiki, akamhakiki huyu kasema hivi, na mwingine au mnukuu huyu kasema hivi, na mwingine kasema vile, lakini utaikuta katika hali kama hiyo. Waqila, na imesemwa vile vile baada 45 rajulan, baada watu 45 yaka 46 wanaume, wa 11 mraa na wanawake 11. Fama huwa illa an aslama, haikuwa isipokuwa yeye aliposlimu, dhahara alislamu bi Makkah, ulitamba Uislamu katika mji wa Makkah. Wa fariha bil muslimuna, na wakafurahi kwa kuslimu kwake Waislamu, kwa sababu Umari ni mtu mbabe, mtu mtemi, jasiri na maarufu. Sasa Uislamu wakati ule ulikuwa ndio unaonewa, watu wanakandamizwa. Sasa akiingia mbabe vipi? Sio raha. Sasa mnapata kidogo na nyinyi nguvu. Walikuwa naye mbabe mmoja Hamza tangu mwanzo mapema kidogo, lakini Hamza ni jamaa yake Mtume sallam, ni ammi wa Mtume sallam. Kwa hivyo kumtetea inaweza ikatafsiriwa kwamba anamtetea ndugu yake, anamtetea mwanawe na nini, inasaidia. Lakini bado kuna wengine watatafuta sababu za kusema si jamaa yake bwana, lazima afanye hivyo. Lakini sasa ni mtu mwingine baki kabisa, si wa moja kwa moja katika ukoo wake, naye ni mbabe mtemi, anaingia, lazima mshangilie. Chama kimepata watu watakao kisimamia, na hasa katika kipindi cha kuonewa. Ni kama walivyofurahia Uislamu wa Abu Bakar na Abdurrahman bin Auf, kwa sababu ni matajiri. Sasa ule unyonge utapungua kidogo, maana uko wewe Muislamu, dukani uko peshwi, vitu unauziwa ghali, kama vimekuwa adimu huuziwi. Kwa hivyo sasa kuwepo kwa Abu Bakari na Abdurrahman bin Auf ambao wana uwezo wa kuagiza mali kutoka popote, kuwatasaidia hao wanyonge. Lakini sasa na ile mambo ya kuonewa, mara umetemewa mate, mara unavurushiwa mchanga na vumbi uko mitaani. Sasa ukimwambia Umar anasema nani alikufanyia hivi? Fulani. Anakwenda, we acha mambo haya. Unakwenda kumwambia Hamza, sema we, anamwambia mtu acha mambo haya. Kwa sababu unapata nguvu. Na kwa Uislamu bila ya mali na bila ya wababe hauendi. Nasema hivi mtu asije akafahamu vibaya, bila ya matajiri na bila ya wababe Uislamu hauendi. Wababe sio wa kuonea mtu, wababe wa kutetea hawa wanaoonewa.
Ndio hiyo nakusudia mimi. Sio wababe wakamuonee mtu, wamlinde huyo. Ndio wale mabouncer wawepo. Ile tasbihi tu so chini, subhanallah, maskini Mungu yupo atatusaidia. Tutapata akhera, lakini dunia hatuwezi kuipata. Na ini rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati. Ndio maana nimekuletea upuuzi na mimi nakuwa mbabe vile vile. Utajiri ndio siwezi kuwa, lakini ubabe na uweza. Tumefahamiana Qala akasema wa huwa ahadu sabiqina, Nawawi bila shaka. Na ni mmoja katika waliotangulia al-awwalina wa mwanzo. Ndio kule kuna katika al-waqi wa sabiquna ulaika al-muqarrabuna, lakini ile kule haizungumzii kutangulia kwenye Uislamu. Kule kutangulia kwenye mambo ya nini? Ya khairi, wasabiqu ila maghfiratin wa jannatin. Haya al-awwalina wa ahadu al-asharati al-mashhudu lahum bil janna, na ni mmoja katika 10 walioshuhudiwa pepo. Lakini mwe kusema hili nalo lina mjadala mkubwa sana kwamba ni 10 tu au ni zaidi ya hao 10. Wa ahadu al-khulafa'ir rashidin, na mmoja katika hao makhalifa waongofu. Ndio tunamsoma hapa kama khalifa. Hatumsomi Umar kama sahaba wa kawaida, tunamsoma hasa madhumuni yake kama kiongozi aliyeshika nafasi baada ya kufa Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in. Wa ahadu, na ni mmoja vile vile asharu wakwe Rasulillahi wa Mtume sallallahu. Wakwe, mkwe. Kwa Kiswahili neno mkwe ni tata. Mara nyingi linatumika kwa mtu ambaye umemuoa mwanawe au yeye kamuoa mwanao. Wote ni wakwe. Ingawa wanaweza kulitanua zaidi matumizi yake tena kwa heshima tu mkaitana bamkwe na wakati mwingine kuna kuwa na fumbo vile vile la bamkwe. Hapa Zanzibar katika historia ukisema kapelekwa kwa bamkwe iko ina maana nyingine kabisa kwa sisi watu wazima. Sijui kama Marikwamo unaikumbuka, ukumbuke. Wewe unakumbuka huo mkubwa ukisema kapelekwa kwa bamkwe? Watu wazima wanafahamu. Ahmadi nafikiri unajua vizuri hiyo. Unaona? Watu wazima wote hao wanajua vizuri nini maana kupelekwa kwa bamkwe. Kwa mtu maalum kazi yake kutesa watu gerezani. Anaitwa bamkwe. Si jina lake huyo. Basi tuyaache kama alivyosema, tuyastiri. Kwa hivyo hiyo imekuja kwetu sisi, hii ni fumbo maalum ile. Ukisikia bamkwe maana yake ni kitu jingine kabisa hilo Zanzibar nchi ndogo lakini na mambo si mchezo. Ala, basi tuyaache bwana. Kweli Ahmad umesema tuyaache, wewe ndio unaendeleza. Basi mmoja katika asaru wako Rasulullah sallallahu, kwa sababu binti yake aliolewa na nini? Na Mtume sallallahu. Ndio Hafsa, wanamuita Hafsa, ndio akaitwa Abu Hafsa. Aliolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ilivyokuwa Aisha binti wa Abu Bakar radhiallahu anha kaolewa na Mtume sallallahu. Kwa hivyo Mtume amekuwa mkwe wa Abu Bakar na mkwe wa Umar ibn Khattab. Na vile vile ni mkwe wa Ali bin Abi Talib, lakini Ali bin Abi Talib kaoa binti wa Mtume. Kaoa Fatima binti Muhammad radhiallahu ajma'in. Haya. Kwa hivyo inakuwa ndio kitu kama hicho. Wa ahadu kibari ulama'i sahaba, na ni mmoja kati ya wakubwa wanazuoni wa masahaba, wa zuhadihim, na wapanyongo dunia wao. Yani ni mtu ambaye hana tamaa, ndio zahidi. Wakiwa wengi wanakuwa zuhad, wapanyongo. Yani anaridhika na chochote kile katika maisha, hata kama ni kidogo anaridhika. Hana tamaa ya utajiri, mamlaka na nini kile atakachokipata karidhika nacho. Na ni mmoja katika wenye sifa hizo. Rawa lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 500 hadithin wa 39 hadithan. Amepokea kutoka kwa Mtume sallam 500 hadithi na 39 hadithi. Warawa an Uthman bin Affan, na wamepokea kwake pia vile Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa Talha bin Ubaidillah wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abdurrahman bin Auf wa Ibn Mas'ud wa Abu Dharr wa Amr ibn Abasa wa ibnuhu, na mwanawe Abdullah wa Ibn Abbas wa Ibn Zubair wa Anas wa Abu Huraira wa Amr ibn al-As
wa Abu Musa al-Ash'ari wal Bara bin Azib wa Abu Sa'id al-Khudri wa khalaiqu akharuna, na viumbe wengine, yanakusudia watu wengine mina sahaba katika masahaba wa ghairuhum na wasoko wao katika matabina. Yani wanapokea kutoka kwake hadithi. Niliwahi kusema kuwa masahaba wanagawika kitabaka na wao. Kuna tabaka la masahaba wakubwa na tabaka la masahaba wadogo. Wale masahaba wadogo wengi wao wameyajua mambo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa Madina. Kule Maka walikuwa hawayajui, ama kwa sababu ya udogo wao au kwa sababu nyenendo zao pia haziingiliani sana na maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huku walipokuja Madina wakapokea kwa Mtume sallam yale ambayo wameyaona, na wao shaanza kuwa kubwa. Lakini alipokufa Mtume sallam wakabidi waende kwa masahaba wakubwa walioko hai waulize baadhi ya mambo tena yanayohusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa kwa kule Maka na katika kile kipindi ambacho wao walikuwa wadogo. Kwa hivyo tena wakapewa zile habari. Kwa hivyo inakuwa wamepokea kutoka kwa Mtume mwenyewe moja kwa moja, na nyingine wamepokea kutoka kwa masahaba. Mmoja katika masahaba ambao masahaba wadogo wamepokea kwake ni Umar ibn al-Khattab. Mbali na matabiina waliokuja vile vile wakamkuta wakapokea. Ndo ukisoma katika musalah hadithi unakuta kitu kinaitwa riwayatul asaghir anil akabir, mapokezi ya wadogo kutoka kwa wakubwa. Na hii wakati mwingine hata katika kusoma unaikuta. Sema siku hizi tusijui tuko vipi sisi binadamu. Zamani ilikuwa inawezekana. Ni mfano kwenye darasa hii mnakuja nyote mnasoma kwangu, lakini kuna wengine mmewakuta wametangulia. Kwa hivyo kuna mambo mengine hamkuyapata kwangu kwa sababu hamkuwepo. Unamfuata yule aliyekutangulia kwenye darasa, unamwambia mliposoma hapa Sheikh alisema vipi? Kwa hivyo unakuwa umesoma kwa mwanafunzi mwenzako, lakini aliyekutangulia. Sasa siku hizi naiona haitakiwi, sijui kwa nini. Unamkuta mtu ananitafuta mimi kwenye darasa hii kwa somo ambalo hakulipata, wakati mwenzake amelipata, yupo pale pale, hataki kumuuliza. Sema sitaki, mimi nataka nimsikie Sheikh mwenyewe. Tukienda namna hii mengi tutayakosa. Si lazima unisikie mimi moja kwa moja. Yule aliyekuwa kashanisikia mimi, we hupo, muulize. Lakini kama kuna hali ya kutokuaminiana hivi ndio kinachoonekana. Kamba lazima yeye. Na hii inachosha. Sisi kazi hizi ndio maana unakuta wenzetu waliosoma wengi hawazitaki. Mtu kasoma Saudia, kasoma Sudani, kasoma Misri, kasoma Kuwaiti, lakini kukaa kafundisha kwenye madarasa namna hii ni wachache. Wengi anataka kuajiriwa serikalini au kwenye ofisi fulani au kwenye kampuni. Akishamaliza anatia pikipiki lake mafuta Vespa, anazurura, ana wake zake 2, 3, 4, huko anabembeleza, kule anabembelezwa yeye, namna hii basi. Hana muda. Kachungulia sana magharibi ndio kasali. Mmemtanguliza kusalisheni, huyo kachomoka. Hana nafasi. Nasema kichwa changu kishapata moto huko kwenye kazi mchana kutwa, sio tena na madarasa namna kama hii. Sasa na sisi tunaojitolea mnatuchosha tena kwa kutuuliza maswali ambayo mnaweza kuwauliza wanafunzi wenzenu waliotangulia, ili tukasirike tuziache hizo darasa. Halafu Mungu akituuliza tumjibu nini? Wengine washaziacha na sisi tukiziacha. Kwa hivyo lazima na nyie mseme na akili zenu. Kitu ukimpata mwenzako aliyetangulia akakwambia, basi na we chukua kutoka kwake. Ndio masahaba mengine wamechukua kutoka kwa masahaba wakubwa. Riwayatul asaghir anil akabir, mapokezi ya wadogo kutoka kwa wakubwa. Tumefahamiana eh? Kwa hivyo hilo nalo linasema wa amri wa Abu Musa mpaka hapo kasema ghairu. Aqulu, nasema wa ana ulakhisu, nasema na mimi nafupisha, huna hapa, fusulan, vipengele, fiha, ndani yake, jumlatun, na orodha, min alfawaidi, ya faida, tataallaqu, vinafungamana, bitarjamatihi, na kumtafsiri yeye Umar ibn al-Khattab.
Narudia sentence hii, ni muhimu sana. Aqulu, nasema, wa ana ulakhisu, na mimi nafupisha. Huna hapa hakusudii kurefusha. Angeamua kuzungumza habari za Umar ibn Khattab kwa urefu, basi pengine kitabu kizima hichi tunachokisoma ndio kingetosha kuzungumza habari zake. Nafanya mulakhas, nafupisha. Fusulan, vipengele. Faslul awwal, faslul thani, fiha, ndani yake, jumlatu min alfawaidi, kuna orodha ya faida, tataalaku bitarjamati, zinazofungamana na kumtafsiri yeye, yani kumwelezea maisha yake. Kwa hivyo ndio tutakwenda na hivyo vipengele. Kipengele cha kwanza ndio hicho, faslun, kipengele fil akhbari alwaridati fi islamihi. Kipengele cha kwanza katika habari zilizopokewa au zilizokuja katika kuslimu kwake. Alislimu vipi huyu? Na ni moja katika watu ambao kuslimu kwake kumekuwa na namna ya kuvutia na ya kushangaza kwa wakati mmoja. Sasa anasema habari zilizokuja juu ya kuslimu kwake. Akhraja Tirmidhi, ametoa bwana Tirmidhi, Abu Isa Tirmidhi, an ibn Umar, kutoka kwa Abdullah ibn Umar ambaye ni mtoto sasa wa huyu tunayesoma habari zake, Abdullah ibn Umar. Kwa hivyo anasimulia habari za baba yake. Anna nabii, kwa sababu wakati huo yeye ama alikuwa hayupo aliposlimu baba yake, hajazaliwa, au alikuwa mdogo. Ndio tunarudi pale pale kwamba yeye hajalishuhudia hilo tukio. Anna nabii, lakini kasimuliwa. Anna nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume sallam siku moja alisema, Allahumma a'izz al-islama bi ahabbi hadhaini ar-rajulaini ilayka, bi Umar ibn al-Khattab au binani bi Abi Jahl bin Hisham. Ingawa kwa tamko lilokuja sivyo nilivyokuwa nimeizoea mimi, bora niliseme lile ambalo nimelizoea mimi kuliona kwenye vitabu. Wakati Waislamu wako Maka na wako kidogo, walikuwa wanaonewa sana kama tulivyosema. Asa Mtume salamu akisali sala za usiku humuomba Mwenyezi Mungu awafanyie takhfifu Waislamu wale, awape tasila, awape wepesi katika yale mambo, wasije wakashindwa kuubeba Uislamu katika hatua za mwanzo. Manake wakati ule Uislamu ulikuwa kama mche, ndio kwanza ule mti mchanga kabisa unakuwa unataka kumwagiliwa maji na nini, kuhifadhiwa mpaka kigogo kile kiwe imara. Vinginevyo upepo unaweza kungoa, mnyama anaweza kaula akakanyaga. Kwa hivyo alikuwa anauombea sana Uislamu katika hali ile, Mwenyezi Mungu auhifadhi, wasitetereke, wasiyumbe, wasambaratike. Siku moja katika kuswali usiku akaomba, Allahumma a'izz al-islama bi Umar ibn al-Khattab au bi Amr ibn Hisham, ewe Mwenyezi Mungu. Au kwenye riwaya nyingine kasema bi ahadil umarain, ewe Mwenyezi Mungu upe nguvu Uislamu kwa mmoja katika Umar wawili. Umar wawili anamkusudia Umar ibn Khattab na Amr ibn Hisham. Abu Jahl jina lake ni Amr ibn Hisham na huyu ni Umar ibn al-Khattab. Sasa Mtume sallam hamchagulii Mwenyezi Mungu yupi wa kumuongoza, lakini anaomba mmoja katika hawa wawili asilimu. Umar tabia yake ni mbabe kama Hamza. Kwa hivyo akislimu atawatetea hawa wanyonge kwa ule ubabe wake, na wale makafiri watamuogopa. Itapatikana nafuu ya kutokuonewa hawa wanyonge. Amr ibn Hisham ni mtu mjanja na mwenye influence, mwenye ushawishi, ndo Abu Jahl. Akislimu naye kwa ushawishi wake na kukubalika kwake, atapunguza makali ya maonevu kwa nani? Kwa Waislamu ambao ni wanyonge. Kwa hivyo akaomba moja katika hawa wawili asilimu usiku. Alipokuwa akiswali mwenyewe peke yake kaomba. Asubuhi majibu yakaja, akasilimu Umar ibn Khattab na kuslimu Abu Jahl. Kwa hivyo hili ni tukio linaloambiwa vipi Saidna Umar alislimu kwa dua ya Mtume. Kwa sababu Mungu alikubali ile. Lakini Mtume sallam hakumchagulia Mwenyezi Mungu mtu wa kuslimu, alimpa wawili. Mmoja katika hawa ipatikane nafuu, ikaanguka kwake.
Kwa hivyo kadari ya Mwenyezi Mungu ilishamjua kwamba Umar ibn Khattab atakuwa na faida kwa Islam na sio Amr ibn Hisham. Imefahamika hiyo? Ndio aliposema Allahumma izza al-islam. Wa akhraj at-Tabrani, na ametoa Tabrani min hadithi ibn Mas'ud, kutokana na hadithi ibn Mas'ud wa Anas radhiyallahu anhuma, Mungu awe radhi, wote wawili wamesimuliwa kwa pamoja. Wa akhraj al-Hakim an ibn Abbas, na ametoa al-Hakim kutoka ibn Abbas anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume sallam kasema Allahumma a'izz al-islam bi Umar ibn al-Khattab khassa. Huyu kasema kaomba mmoja tu kwa riwaya yake, hakuomba wawili kama ile riwaya iliyotangulia. Alisema ewe Mwenyezi Mungu utukuze Uislamu kwa huyo Umar ibn Khattab makhsus, yeye namtaka yeye aslimu. Kwa hivyo ukichukua ile ya mwanzo imetaja wawili lakini Umar yumo, na ukichukua ya pili imemtaja mmoja lakini ndiye Umar. Kwa hivyo kwa vyovyote itakavyokuwa Umar yumo katika kuombewa na Mtume sallam aslimu, kwa riwaya yote utakayoitumia. Wa akhraj at-Tabrani fi al-Awsat, na ametoa Tabrani katika kitabu cha kati na kati. Na nimekwambia ni Tabrani ana vitabu vitatu ndani ya hiyo moja, kabir, saghir na awsat, kikubwa, kidogo na cha kati na kati. Na asili yake aliandika kitabu akakiona kikubwa, akisema hichi watu watachoka kukisoma, akakifanyia muhtasari, akakifupisha. Alipokifupisha akakiona kidogo, akaona hichi watu hawatofaidika, akatunga kingine cha tatu cha kati na kati, kwenye ukubwa hakipo na kwenye udogo hakipo, ndio hicho kinaitwa awsat. Na kwa hivyo ana vitabu vitatu, kabir, saghir na awsat, lakini vyote ni hadithi. Sasa ametoa katika hicho kitabu cha wastani, awsat, cha kati na kati, min hadithi Abi Bakr as-Siddiq, kutokana na hadithi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa fil kabir, na vile vile katika kitabu kikubwa cha Tabrani, min hadithi Thawbani, kutoka kwenye hadithi ya bwana mmoja anaitwa Thawbani. Thawbani maana yake nguo mbili, lakini ndio jina lake, bwana nguo mbili. Usije ukalipenda sana ili ukamuita mwanao nguo mbili, litakera katika lugha ya Kiswahili. Lakini ukimuita Thawban kwa Kiarabu watu hawatoliona kama lina, kwa sababu hawatokwenda kwenye maana, watakwenda kwenye lile jina. Lakini ukimuita nguo mbili watu wataona umemdharaulisha. Lakini kwa Kiarabu Thawbani maana yake nguo mbili. Na wakati mwingine Thawbani inakuwa ni jamu wako wanaotumia sema ni nguo tu moja kwa moja, kama vile thiyab. Wako baadhi ya Waarabu katika lahaja yao wanatumia Thawbani kwa maana thiyab, nguo. Haya, na ni sahaba huyo, tumemkuta katika hadithi hata kwenye Bulughul Maram ametaja. Wa akhraja Ahmad bin Umar an Umar qala kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjid faqumtu khalfahu fastaftaha surat al-Haqa faj'altu ata'ajjabu min ta'lif al-Qur'an faqultu wallahi hadha sha'irun kama qalat Quraysh faqara'a innahu laqawlu rasulin karim wama huwa biqawli sha'irin qalilan ma tu'minun fawaqa'a fi qalbi al-islam kulla mawqi'i. Hili tukio moja linaripotiwa lililosababisha pia Umar ibn Khattab kufanyaje? Kuslimu. Kusema ametoa Ahmad kutoka kwa Umar. Ahmad bila shaka ni Ahmad bin Hanbal katika musnad yake. Qala, anasema kasema mwenyewe Umar ibn Khattab, kharajtu, nilitoka, ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwenda kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimetoka nia yangu kwenda kufanyaje? Kumpinga. Na kama tulivyosema huyu ni jasiri, anaweza kumkuta akaanza kumshambulia uso kwa macho. Hoja tu nikamkuta qad sabaqani ila almasjid, kanitangulia kwenda kwenye msikiti mtukufu wa Makkah. Faqumtu khalfahu, nikasimama nyuma yake. Yeye alikuwa anasali. Fastaftaha surat al-Haqa, akaifungua surat al-Haqa, manake akaanza kuisoma. Sio kaifungua kwamba pana msahafu anafungua. Istaftaha hapa manake kafungua, manake kaanza kuisoma suratul al-Haqa. Al-Haqa mal haq. Faj'altu atatabba'u, ataajabu, nikaanza kushangaa, min ta'lifi al-Qur'an, kutokana na utungu wa Qur'an.
Faqultu, nkasema wallahi hadha shairun, na hapa kwa Mungu huyu ni mshairi. Kama qalat Quraish, kama waliposema Makuraishi kwamba Muhammad ni mshairi. Naona vile alhaqa malhaqa wama adraka malhaqa. Kwa hivyo naona qah zikiingia namna ile, naona kwamba huu ni ushairi, kwa sababu hivi ni vina. Faqaraa, akasoma humu ndani, innahu la qawlu rasulin karim, hakika hii Qur'ani ni kauli ya mjumbe wa heshima, ambaye hapa anatafsiriwa kuwa ni Jibril. Wama huwa biqawli sha'irin, wala si kauli ya mshairi. Qalilan ma tu'minun, machache mnayoamini. Hiyo ni suratul Haqa yenyewe. Fawaqa fi qalbi alislam, ukaingia moyoni mwangu Uislamu pale pale, kwa maana ya kwamba huyu mimi nawaza, yeye ananijibu kwa mawazo yangu. Hili ni jambo gani? Manake hakusema maneno mtume akasikia, aliwaza kwenye mawazo yake kwamba huyu mshairi kwa hivi anavyosoma, halafu mtume ndani likajibu, hata hii si kauli ya mshairi, machache mnayoyaamini nyinyi. Kwa hivyo imekuwa kama vile anakujibu. Ni sasa na umetoka mahala ukamwona mtu kavaa vizuri suti na nini, hapo kapika sawa, yule ngoja nikifika ni muombe 10,000 bana. Kufika tu asalamu alaykum, kwambia wa alaykum salam, bwana mimi sina pesa leo. Lazima ushangae, kajuaje kama mimi nataka kuja kumuomba? Au umekwenda mahala hivi unatafuta msikiti fulani, una harusi, una shughuli na hivi, ukamwona mtu tu anatembea, ukampata, bwana subiri bwana, msikiti wenye harusi ni wako. Kajuaje kama mimi namtaka kumuuliza kwa msikiti wenye harusi uko wapi? Lazima umshangae, kaisoma vipi akili yangu akaweza kujua? Tumefahamiana? Kwa hivyo sasa Umar aliwaza tu kwenye kichwa chake kwamba haya ndio yale maneno ya mshairi kama unaosema Quraysh. Mle kaja wama huwa biqauli shair, akajibiwa hapo kwa mujibu wa mawazo yake. Basi hapo ndo alipoanza kufikiri kwamba hichi ni kitu kingine, hichi ni kitu alichokuja nacho huyu bwana, ni kitu kingine, sio haya maneno yanayosemwa na maadui zake. Huyu si mtu wa kawaida, na ile aliyokuja nalo si jambo la kawaida. Ndio mwanzo wa kuanza kufikiri. Na nakupeni siri, watu wote wenye akili kali, jambo lisipozidi akili zao hawaliamini, wanaona ni ujanja tu. Majinias wote duniani ndio walivyo, mpaka azidiwe ile akili yake, izidiwe na lile jambo ndo aliamini. Ikiwa akili yake haijazidiwa na jambo lile, anaona ni jambo ambalo na yeye anaweza kulifanya. Kwa hivyo huyu anaonekana ni mtu mwenye kutumia sana akili yake. Basi Uislamu ukaingia kwenye moyo wake. Wa akhraja Ibn Abi Shayba an Jabir qala kana awwalu islami Umar anna Umar qala, ndio ضرب أختي المخاض ليلا فخرجت من البيت فدخلت في أستار الكعبة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحجرة وعليه nini, bintani au banani, limeandikwa nini? Wa alaihi, alafu kuna neno gani hapo? Hamnisaidii naona mnatofautiana sana, mimi mwenyewe sikuliona vizuri na nyinyi. Wa alaihi bitani, aya wa salla lillahi ma shaa Allah thumma insarafa fasami'tu shay'an lam asma' mithlahu fakharaja fattaba'tuhu faqala man hadha faqultu Umar faqala ya Umar ma tad'ani la laylan wala nahara fakhashitu أن يدعو علي فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال يا عمر
asirrahu qultu la walladhi ba'athaka bilhaqqi la u'linannahu kama a'lantu shirka. Hii dondoo nyingine inaonyesha jinsi alivyoslimu Umar ibn al-Khattab. Inasemaje? Wa akhraja ibn Abi Shayba an Jabir, ametoa ibn Abi Shayba kutoka Jabir qala, kasema kana awwalu islami Umar, ilikuwa mwanzo wa Uislamu Umar, anna Umar, kwamba Umar qala, alisema daraba ukhti al-makhad laylan, ulimpata dadangu uchungu usiku. Makhad ni uchungu, zile hisia za kutaka kuzaa. Fa ajaaha al-makhadhu ila jid'in naqlat qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Hiyo ni Qur'ani, Suratu Maryam. Na kwa wale ambao maulidi kwao yamekaa zaidi kichwani, fa ajaaha al-makhadhu fa waladathu sallallahu alayhi wasallam nuran yatala'la'u sanahu atiri. Kuna wengine Qur'ani iko mbali kuliko maulidi, kwa hivyo tunajaribu kuwatanabahisha kwamba Qur'ani ndio iwe karibu, maulidi yaweke mgongoni, Qur'ani iweke usoni. Kuna mtu anaweka usoni maulidi, Qur'ani anaweka mgongoni. Sasa ndio tatizo. Haya. Kwa hivyo ukamjia uchungu, umempiga uchungu tena ulaila usiku. Fa kharajtu min albayt, nikatoka kwenye nyumba. Fadakaltu fi astari alkaaba, nikaingia katika mapazia ya alkaaba. Mara nyingi wanakwenda kuomba pale ikiwa kuna tatizo, au kama hakuna tatizo, kuna tukio kubwa kama hivyo, anajifungua dada yake, basi anakwenda kukaa kwenye mapazia alkaaba, anaomba kwamba ule uzazi uende salama. Ndio hicho alichokwenda kwa. Yeye alikuwa nia yake kwenda kumwombea dada yake ajifungue salama. Kwa hivyo akaingia katika mapazia al-Kaaba. Fajaa an-nabii, wakaja Mtume sallam, fadakhala al-hijra. Inaonekana Mtume hakumuona Umar. Umar akaingia kwenye mapazia al-Kaaba, maana al-Kaaba limefunikwa mapazia tangu zamani mpaka leo. Kwa hivyo akaingia mle ndani, akawa baina ukuta na yale mapazia, na wakati mwingine anapigwa na upepo, nyanyuka kidogo. Kwa hivyo Mtume sallam akaja usiku ule kwa lake jingine, Mtume ana lake na Umar ana lake, kila mtu na jambo lake. Anasema fadakhala al-hijra, akaingia katika hijr Ibrahim. Inajulikana hijr Ibrahim ni uzio, hijr Ismail, samahani, hijr Ismail. Hijr Ismail inajulikana ni uzio, ni sehemu iko kwenye al-Kaaba pembezoni, alafu imefanywa kama kibaraza cha kuzunguka hivi, na ina kipaa. Zamani kilikuwa kimetengenezwa kipaa cha ngozi. Kile ni kieneo ambacho Ismail alikitengeneza, kile ikawa ni mahala pake pa kupumzika na kufanyia ibada, panajulikana kwa jina la hijri Ismail. Kwa hiyo Mtume sallallahu akaingia katika eneo lile linaitwa hijri Ismail, kwenye kile kipaa kama kibanda cha Ismail kile. Fadakhala al-hijra wa alayhi, na juu yake kuna nini? Ndio hiyo tumeita, imeandikwa hapo, tukasema ile neno gani, bitani au banani? Kwa hivyo ni neno lishatutatanisha, lipigeni mstari. Imeandikwa nini? Bitani. Haya, unaona maneno haya? Lipigeni kwanza mstari hilo neno, tutalipata na tutalihakiki. Tunataka kwanza irabu zake. Kwenu chini kaeka namba, kaweka tafsiri, Ngoja kwangu mimi nione kama kaweka kitu au hakuweka kitu. Huko hakuweka namba. Namba ngapi kwenu nyinyi chini kaweka? Asome mmoja katika wale ambao kwao imeandikwa. Soma, imeandikwa nini? Min sufin ghalidh. Hakuweka shakli yake kwamba itamkwe vipi, ba, bibu. Hakuweka. Kwa hiyo kule imeandikwa batani au imeandikwa bitani?
Batani Kwa hivyo tuipendekeze kwamba hivyo hivyo, au kuna mwingine imeandikwa tofauti? Haya, unaona kazi hiyo. Lakini tuchukue tafsiri ya chini, tuache hayo matamko. Tafsiri ya chini anasema ni vazi la sufi ngumu. Ni vazi la sufi ngumu, kama vile joho la sufi ngumu, kwa sababu inaonekana ilikuwa ni wakati wa baridi baridi. Kwa hivyo ni vazi la sufi ngumu au gumu, vazi la sufi kama joho lakini la sufi gumu. Matamshi tunaweza tukayahakiki baadaye. Kisaun ghalidhun min sufin, au kisaun min sufin ghalidh, vazi la sufi ngumu. Aya, kwa hivyo amevaa hiyo nguo ya aina hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapika kavaa nguo hiyo. Wa salla lillahi ma shaa Allah, akasali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu alichopenda Mwenyezi Mungu asali. Hakukumbuka ni rakaa ngapi. Thumma ansarafa, kisha akaondoka. Fasami'tu shay'an lam asma' mithlahu, nikasikia kitu ambacho sijasikia mfano wake. Fakharaja, akatoka. Fatabatu, nikamfuata. Faqala, akasema, man hadha, nani huyu ananifuata usiku huu? Faqultu Umar, nikasema Umar. Faqala ya Umar, akasema wewe Umar, ma tadahuni, huniachi, la laylan wala nahara, si usiku wala mchana unanifuatilia tu. Fakhashitu, nikaogopa, an yad'u alayya, asija akaniombea mimi dua mbaya. Daa ala, inakuwa dua mbaya. Faqultu, nikasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Faqala ya Umar asirrahu, akasema Umar, fanya siri basi, huko kunitambua na kuslimu kwako, fanya nini? Fanya siri. Qultu, nikasema la, hapana, mimi sifanyi siri, mimi mtemi. Walladhi ba'athaka bil haqqi, na apa kwa aliyekutuma kwa haki. La u'linannahu, nitaitangaza habari hii, kama a'lantu shirka, kama nilipokuwa nimetangaza ukafiri hapo mwanzo, na Uislamu nitautangaza hivyo. Sifichi kitu, mimi mbabe. Hulka za wababe na watemi, habari za kuogopa hakuna. Alikuwa mtemi mmoja hapa, simtaji jina lake. Kuna mitaa hapa Zanzibar zamani ilikuwa inasifika kwa wizi. Ukipita mtaa huo utaibiwa tu. Basi yeye anapita usiku, alafu akianza kupita anatangaza, na 100,000 kwenye pochi, kama kuna mtu anazitaka aje. Washamsikia huyo mtemi, pita bwana, kuna mtu anataka 100,000 yako, anataka kutoa roho mtu saizi, ushakuwa na hasira zako, unataka kuua saizi. Basi huyo anavuka, anakwenda. Kwa sababu watemi nao wakipata watemi wenzao ndio inakuwa raha. Hawamuonei mtu. Sasa kila mmoja anajipima, naweza, kama hawezi hendi. Kwa hivyo Umar alikuwa anaishi katika maisha hayo. Na nimekwambia ni Uislamu bila matajiri na bila watemi hausongi mbele. Sote tasbihi mkononi, macho chini, mifuko mitupu, haendi mambo. Lazima upande mmoja pawe na matajiri na upande wa pili pawe na watemi, ndio mambo yanafanyaje? Yanasonga mbele. Tuelewane, msije mkaitumia vibaya kauli. Haya. Wa akhraja Ibn Sa'di wa Abu Ya'la wal Hakim wal Bayhaqi fi ad-Dalail an Anas radhiyallahu anhu qala kharaja Umar mutaqallidan sayfahu falaqiyahu rajulun min bani Zuhra faqala aina ta'madu ya Umar? Faqala uridu an aqtula Muhammadan. Qala wa kayfa ta'manu min bani Hashim wa bani Zuhra wa qad qatalta Muhammadan? Faqala ma araka illa qad sabbata. Qala afala adulluka ala al-ajabi inna khintaka au nani au khinnaka. Mbele ya khe kuna te na nuni au kuna te peke yake?
inna khitnaka, sawa, inna khitnaka wa ukhtaka qad sabba'a wa taraka dinaka. Famasha Umar فأتاهما وعندهما خباب فلما سمع بخسيس عمر توارى في البيت. Weka alama hapo, alafu tutafsiri kwanza. Na hili ndio tukio lile ambalo kama nilivyosema ndio mashuhuri kwetu sisi juu ya namna alivyoslimu Umar ibn al-Khattab. Ingawa wengine wanatumia yale matukio mengine. Narudi juu. Wa akhraja Ibn Sa'd wa Abu Ya'la. Maeneo yanataka kwenda polepole sana haya, hayataki haraka. Wa akhraja Ibn Sa'd, na ametoa Ibn Sa'd bila shaka katika kitabu chake kinachoitwa Tabaqat cha Ibn Sa'd, ambapo anazungumza tabaka la masahaba, tabaka la matabina, la matabiina na habari zao. Wa Abu Ya'la, na Abu Ya'la pia ametoa tukio hili. Wal Hakim, na al-Hakim. Wal Bayhaqi, na al-Bayhaqi fi Dalail, katika kitabu chake kinaitwa Dalail. An Anas, kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu, qala, kasema kharaja Umaru, alitoka Umar mutaqallidan sayfahu, amejitwika upanga wake, kabeba upanga wake. Fi Dalail an Anas, kutoka kwa Anas radhiyallahu, qala, kasema kharaja Umar mutaqallidan sayfahu, ametoka Umar amebeba upanga wake. Falaqiyahu rajulun, akakutana na mtu mmoja min Bani Zuhra, katika ukoo wa Bani Zuhra. Zuhra kwa hapa wala si jina la mwanamke, ni jina la mwanamume. Hata katika nasaba ya Mtume salamu inakuwa bin Zuhra, ipo mle ndani. Zuhra kwa jina la mwanamume. Sasa hivi Arabuni kote imeshabadilika, Zuhra ni jina la mwanamke, lakini zamani Zuhra ilikuwa ni jina la mwanamume. Na hilo ndio jina la mamangu mzazi mimi, anaitwa Zuhra. Pia kwenye sehemu nyingine amesajiliwa kwa jina la Zahra. Yote mawili anatumia, lakini Zuhra ndio jina lake aliozaliwa nalo. Kwa hivyo akisema hivyo ananikumbusha Mungu amrehemu. Kwa hivyo akakutana mtu mmoja katika ukoo wa Bani Zuhra. Faqala, akasema aina ta'madu ya Umar, unakusudia kwenda wapi? Wapi unakusudia kwenda? Faqala, akasema uridu an aqtula Muhammadan, nataka kwenda kumuua Muhammad. Ndio alivyo, tumesema tabia yake Umar, yeye hafichi anachokiamini, anachokifikiria, anakisema tu, kikiwa kizuri kikiwa kibaya. Na mtu namna hii ndio rahisi kumrekebisha, kwa sababu hafichi, hana mambo ya kuficha, hana mambo ya unafiki. Hataki kusudia ubaya, anambia ngoja bwana, hilo si jambo zuri, lakini kashalisema, kuliko yule ambaye kanyamaza kimya alafu anakuvizia. Yule hatari. Ndio maana nyoka anakuwa hatari, kwa sababu nyoka hasemi akitaka kushambulia, wala hapigi sauti. Wakati mwingine bora huyo simba tanguruma, mtajua hapa na simba. Lakini nyoka anaweza kukaa kujificha hapo muda, kagonga watu wengi kweli, kwa sababu hatoi sauti. Haya bwana. Qala, yule bwana akamwambia, akasema wa kaifa ta'manu min Bani Hashim, na utapata vipi amani kutoka kwa Bani Hashim wa Bani Zuhra na Bani Zuhra? Maana Bani Zuhra ndio ukoo wa mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Amina Zahariya, na Bani Hashim ndio ukoo wa baba yake. Kwa hivyo ukishakumuua Muhammad, ukoo wa baba yake Bani Hashim watakuacha, na ukoo wa mama yake Bani Zuhra watakuacha, ijapokuwa na mawazo tofauti na hao wengi kidini, lakini bado ni ndugu yao, bado ni jamaa yao, bado ni damu yao. Wewe hata kama unataka kumuua Baradhuli, sikusema huyu Baradhuli hana haja ya kuishi duniani umuue, lakini jamaa zake hawatakubali. Na kama alioliwa Baradhuli ndio Baradhuli, lakini jamaa yetu hawatakubali. Kwa sababu damu ile itawaletea hisia kali. Sasa wewe huyu anasema mambo hamkubaliana naye ndio, lakini jamaa zake je? Bani Hashim na Bani Zuhra. Waqad qatalta Muhammadan, na itakuwa ushamua Muhammadin. Faqala, akasema ma araka, sikuoni we Umar illa qad sabbata, isipokuwa wewe umeshartadi, ushahama dini yetu ya kikafiri mkwenda dini ya Muhammad. Si jambo. Umar anamwambia yule jamaa,
Samahani, ni Umar alimwambia yule jamaa kwamba wewe sasa hivi unaambia sijui jamaa zake hawatokubali, inaonekana na wewe ushamwamini yeye, ushahama dini yetu, ushahamia kwake. Na hili nalo tatizo kubwa walikuwa nalo. Mtu yoyote anayetaka amani na nini, basi wanamuona naye kesha badilika. Umefahamu? Ndio kama sisi Zanzibar wakati siasa zilipokuwa zina mivutano mikali. Wewe hata kama uko chama kinachotawala, lakini ukisema lakini hapa serikali imekosea, tayari unakwambia wewe mpinzani. Na wewe ukishakuwa hata uko mpinzani vipi, ukisema lakini hapa serikali umefanya vizuri, huyo tayari CCM. Yaani nakuwa wewe usiseme la kweli. Ukishachukua upande, wewe kazi yako kusema uongo tu. Wakifanya vizuri sema hawajafanya lolote, wezi wakubwa. Na hao wakikosoa hata kama wana hoja sema hawana mpango wote, watakurudisha Waarabu tu. Hivi tulikuwa na mambo ya kijinga kweli. Lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu kajalia upande mmoja umebamizwa, sasa hivi tunaelewana vizuri. Hatuna tena mambo yale ya kijinga. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Unafika mahala unajua ushindani ukiwa mkali mnakuwa wajinga. Ule ushindani unakutiani kwenye ujinga, lile jambo la ukweli hamtaki kuliona. Na linaweza kwa upande wote likawa la ukweli, na kwa upande wote likawa la uongo. Lazima mpike mahala mjadili mambo katika uhalisia wake. Ushindani unatia upofu huku kwetu. Basi akaambia naona kama wewe sasa sabata umertadi, umehama dini yetu. Qala, akasema afala adulluka ala alajabi, je nisikuoneshe jambo la ajabu zaidi? Wewe si unataka kwenda kumuua Muhammad, mimi nakupa la ajabu sasa. Akaambia jambo gani? Inna khinnaka, shemegi yako kwa hakika. Khinni ni shemegi hapa. Shemegi yako wa ukhtaka, na dada yako kad sabaa, na wao shahama dini. Dada yako na mumewe. Sasa kama wewe ni shujaa, kamuue kwanza dada yako na mumewe kabla kwenda kumuua huyo Muhammad. Kwa sababu nao shahama mkwenda kwenye dini ya Muhammad. Sio unataka kwenda kumuua Muhammad wakati dada yako na mumewe, mume wa dada yako na dada yako wote washafuata hiyo dini ya Muhammad. Bure tu wewe ubabe wako. Huyu jamaa utamwona kama ni mtu mmoja mkorofi, lakini huyu ndo alosababisha Umar bin Khattab abadilishe mtazamo. Kwa sababu kama angekwenda upande alioko mtume, angekufa yeye Umar. So kuna Hamza kule. Kuna Hamza, kuna Ali kule, wasingekubali. Angekumbana na kimbembe cha kweli, wangemmaliza. Umenifahamu? Kuja huku kwa dada yake na mume wa dada yake kuna mfanya aje kwa tahadhari kidogo, kwa sababu ataua wake. Sasa atapata kusikiliza ya huku, alainike sasa. Ili Mwenyezi Mungu bwana huyu jamaa kamtanabahisha, lakini Mungu kamjalia kwa sababu kubwa ya mabadiliko. Haya twendeni. Tumefahamiana Atusaba wataraka dinaka, na watu wawili wameacha dini yako. Famasha Umaru, akaenda Umar fa atahuma, akawafika. Kenda kwa dada yake sasa, kwenda kwa mtume. Wa indahuma, na pamoja nao huyo shemegi yake na dada yake yuko sahaba anaitwa Khabbab. Tulio kusoma habari za Khabbab ibn al-Arat, ndio kawa mwalimu pale, katumwa kuja kuwafundisha mambo. Kwa hivyo pana watu watatu ndani ya nyumba hiyo. Falamma sami'a, aliposikia bihasi Umar, nyatu hatua za Umar. Umar anakuja kibabe, hatua zile za Umar. Yule Khabbab aliposikia zile hatua za nani? Za Umar, miguu yake inapogonga hivi, ndio kule akasema la yasmauna hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Nyatu zile alipozisikia nyatu hatua za Umar, tawara, alijificha ndani ile nyumba. Khabbab akaenda katafuta sehemu, akaingia kama chooni, jikoni, akasema haya mambo ishakuwa magumu, malizeni wenyewe, weka alama hapo. Fadakhala, akaingia Umar, faqala, ndo tutakapokuja kuanza inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi